Habarini za jioni mabibi na mabwana. Asante sana kwa swali. Jina langu mimi ni Amina Jige and I am the current Miss Earth Tanzania 2025-2026. Well, nataka niwaambie watu kitu. Ukienda kwenye mashindano kuna challenge kubwa sana, especially ukiwa umeshika position 3 za mwanzoni. Na mimi nilifanikiwa kushika position ya pili katika Miss Tanzania 2023. Yaani nilikuwa mshindi wa pili. Na baada ya hapo watu hawakutegemea mimi kurudi kwenye mashindano, na hata kama walitegemea ningeweza kushinda nafasi ya kwanza kabisa nikienda kwenye shindano jingine, kwa sababu uwezo wangu ulikuwa unajulikana na unaonekana mbele za watu. So, kwa nini nilienda kushiriki tena kwenye mashindano wakati nilishawahi kufika position kubwa kabisa? Well, nilipoanza mashindano nilikuwa na malengo yangu, and transformation ilikuwa lengo langu la kwanza kabisa katika mashindano ya Miss Tanzania. Na nilipoingia kwenye mashindano sivyo nilivyotoka katika mashindano. So, naweza nikasema I transformed at that time. Lakini baada ya hapo Miss Grand ilipofanyika 2025, sikutaka kurudi kwenye mashindano kwa sababu nilikuwa nafikiria sana watu wangenionaje na kwa nini ingetokea kama nisingeshinda. Nilikuja kufanya maamuzi ya kuingia kwenye mashindano wiki 2 kabla ya audition. And hayo maamuzi yalitokea kwa sababu ya hiki ninachokifanya sasa hivi. Well, currently I am a content creator and I'm working so hard in it. And kwa sababu hiyo ilinifanya rudi kwenye mashindano kutengeneza brand yangu ambayo this is Amina Jige, the one that I want to grow baada ya miaka huko mbele. Kwa hiyo nimeingia kwenye mashindano ya Miss Grand Tanzania kwa ajili ya lengo jingine tofauti. Na kabla ya hapo watu walikuwa wananiangalia, itakuwaje asiposhinda? Na ninajua hiyo ni hofu kubwa kwa wasichana wengi ambao washawahi kushiriki mashindano. Wanaofia kwamba wasiposhinda wao wataonekanaje mbele ya watu. Wanaogopa kupoteza kile walichokuwa nacho kwa wakati huo. Well, mimi sijaingia kwenye mashindano kwa ajili ya kushinda au kushindwa, kwa sababu siku zote nimeaminishwa kwamba mimi ni mshindi. Na nataka niwaambie wasichana ambao wako huko nje kwamba uamuzi wa kushinda katika mashindano au kushindwa ni wa kwako. Wale majaji pale mbele watakupa title, lakini wewe utaamua unarudi na nini nyumbani, na hapo ndipo utaamua kwamba wewe ni mshindi au sio mshindi. Kwa yeyote ambaye ashawahi kuingia kwenye kambi ya urembo na natamani kuingia, hii ni fursa, ichukue, ifikirie, kwa sababu unaweza ukajiaminisha kwamba wewe ni mshindi, na wewe pekee ndio utaamua kwamba mimi ni mshindi.